wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Dio. Lakini matunda ya mti ulioko katikati ya bustani, Dio, Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, sawa, mkijua mema na mabaya. Sawa. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Ndio. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu, ndio, ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha. Ishia hapo. Adamu na mkewe wakajificha. Hapo ndo anguko la mwanadamu linakamilika. Mwanadamu anaasi. Kwa mara ya kwanza mwanadamu anamkimbia Mungu. Kwa mara ya kwanza mwanadamu anamkimbia Mungu. Uasi unasababisha kumkimbia Mungu. Uasi unasababisha kumkimbia Mungu. Pale alipokula tunda ambalo alikatazwa na Mungu, na Bwana Mungu, hapo pakaingia dosari kwenye moyo. Nini kiliingia? Ni ile hali ya hatia ndani yake, kwamba mimi ni mkaidi, nimekaidi kile ambacho niliagizwa nisifanye. Lakini je, mpango na kusudi la Mungu liliharibiwa? Nguvu ya msalaba. Je, mpango na kusudi la Mungu liliharibiwa? Shetani alifaulu katika jambo lile? Alifaulu? Hapana. Anguko linaelezea hitaji la utume wa Mungu. Anguko linaelezea sasa hitaji la utume wa Mungu, yaani ukombozi. Kwa hiyo baada ya uasi ule, si kwamba Mungu akawaacha moja kwa moja akawatupa. Hapana. Ilikuwa na gharama, ilihitaji gharama ili kurudi tena kwenye kusudi. Kwa hiyo ikahitajika sasa ukombozi. Mungu alete ukombozi, kwa sababu kile kiumbe alichokipenda kimeharibiwa, kimetolewa kwenye kusudi. Mwanzo 3:15. Mwanzo 3 na mstari wake ule wa 15. Ndio. Nitasoma katika jina la Yesu. Karibu. Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utauponda kisigino. Mungu anaweka ahadi ya ukombozi. Mungu anaweka ahadi ya ukombozi, kwamba
juu ya kwamba mmetenda kosa, mmenisaliti, mmeasi, mmeenda kinyume na agizo, lakini naweka ahadi ya kuleta ukombozi. Sasa hapo Mungu anaanza utume katika dunia, kwamba sasa harakati zianze, kwamba huyu mtu hataishi utumwani daima, bali lazima afanyiwe, apewe neema nyingine ya ukombozi. Ndio hapo sasa tunakuja kuzungumzia leo hii nguvu ya msalaba. Lakini kabla hatujafika hapo, kuna njia ya wokovu. Sasa Mungu ametoa ramani kwamba ewe nyoka utamponda kisigino, na wewe mwanadamu uzao wako utamponda kichwa. Maana yake ni kwamba pana nguvu zaidi kwako mwanamke katika uzao wako, lakini katika uzao wa nyoka hakuna nguvu, isipokuwa utafuatilia maisha yake mwanzo mpaka mwisho wa maisha yake. Endapo atatambua kusudi hili, basi atakushinda, lakini asipotambua, utamfunga na hizo kamba zako za uasi mpaka kuzimu. Akitambua kusudi, atafunguliwa, lakini asipotambua kusudi, atakwenda na kamba za uasi mpaka kuzimu. Ndipo sasa tulipotambua yale mawazo ya aina mbili, ya kwamba kuna watu ambao wameamua kumkataa Mungu katika mawazo yao, na kuna watu ambao wameamua kumwishi Mungu katika mawazo yao, na kuna watu ambao wameamua katika akili zao kumuondoa Mungu. Sasa Mungu atabaki na kundi moja tu ambalo liko hapa tunaenda kulizungumzia, njia ya wokovu. Andika hiyo, itakusaidia. Njia ya wokovu ikaanza kuchorwa kupitia vibao vya mioyo ya watu, kwa vile Mungu huichunguza mioyo ya watu na kujidhihirisha kwao wamtafutao kwa bidii. Mababa wengi wa imani tunawaona wanaonyesha jinsi walivyoweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa kumwamini. Kwa mfano, Abel, Seti, Henoko, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yusufu, Musa na mfalme Daudi na wengine wengi ambao unaweza ukaongeza na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawa ni baadhi ya wazee walioishi, waliotembea na Mungu kabisa, nje na matendo ya sheria, nje na matendo ya sheria. Tumguse mmoja wetu, mmoja wa hawa mababa, Ibrahimu, baba wa imani. Ibrahimu alipokea wokovu kwa njia ya imani, si kwa matendo ya sheria. Wagalatia 3 mstari ule wa 7 hadi wa 9. Hebu tusome Wagalatia sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 9. Unasemaje? Alafu andika tena Warumi 4 mstari wa 9 na wa 10. Alafu twende. Wagalatia soma 3. Wagalatia 3 na mstari wa 7 hadi wa 9. Mstari ule wa 7 hadi wa 9. Naam. Nitasoma katika jina la Yesu. Karibu. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa.
basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hao wa imani, wa matendo ya imani. Rudi huo mstari wa 7, soma tena huo mstari wa 7. Nitasoma katika jina la Yesu. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Ishia hapo. Fahamuni kwamba Ibrahimu anaunganisha imani nyingi duniani. Imani nyingi sana hawamkwepi Ibrahimu, kwa sababu katika hii hali ya imani Mungu alimwahidi na akamuita baba wa imani, baba wa mataifa, lakini akamuita rafiki wa Mungu. Kwa hiyo imani nyingi zinamtambua Ibrahimu. Kwa hiyo wale walio wa imani hao ndio watoto wa Ibrahimu. Yesu akawaambia, nyinyi mnasema watoto wa Ibrahimu, lakini nyinyi sio watoto wa Ibrahimu. Mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngenijua, kwa sababu watoto wa Ibrahimu wanamjua ajaye. Kwa nini nyinyi hamtambui? Akawaambia, Ibrahimu alitamani kuniona, lakini kabla ya Ibrahimu mimi nipo. Wakamuuliza, wewe wajuzi, Ibrahimu wa miaka? Akawaambia, mimi niko. Na ukumbuke wakati Mungu anawakomboa wana wa Israeli, tutagusa huko siku nyingine, aliwaambia, kawaambie mimi niko ambaye niko. Wananijua hilo. Yesu alipokuja akajitaja kwa wana wa Israeli kwamba mimi niko. Kwa hiyo matendo yale ya zamani, njia ile Yesu anaileta. Sasa hapa Biblia inazungumza, kama unataka kusema wewe ni mtoto wa Ibrahimu, basi wana wa Ibrahimu ni wale wa imani, sio wa sheria. Kwa sababu kabla ya sheria Ibrahimu yuko. Sheria inakuja baada ya Ibrahimu kupita. Sheria inaundwa. Kabla ya sheria Ibrahimu anamjua Mungu. Alimjua Mungu kwa namna ipi? Kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe ukombozi utakuja kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe mwanadamu atasaidiwa na Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe mwanadamu ataokolewa na Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo kumbe mwanadamu atawekwa huru kwa njia ya imani, sio kwa njia ya sheria, sio kwa njia tena ya matendo na kujisifu, hapana, ila kwa njia ya imani. Haleluya. Kwa njia ya imani. Kwa hiyo tutakutana na Mungu leo sio kwa sababu ya sheria, kwa sababu tumefunga masaa fulani, kwa sababu tumekaa na Mungu kwa miaka fulani, kwa sababu tumemwabudu Mungu, tumeziona Pasaka nyingi namna gani. Hatutamwona Mungu kwa sababu hizo, tutamwona Mungu kwa sababu ya imani. Na walio wa imani leo watakutana na huyo Mungu, maana yuko hapa apate kuwahudumia, yuko hapa apate kuwasaidia, yuko hapa apate kwenda nao kama alivyokwenda na Ibrahimu. Akamwambia kwa kuamini tu Ibrahimu akaenda na Mungu. Haleluya. 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 Kwa hiyo tendo hili, nguvu ya msalaba inabebwa na imani. Amen. Tusome Warumi kabla ya kusoma kitabu cha Mwanzo. Warumi sura ile ya 4 na mstari ule wa 9 hata wa 10. Soma pale. Warumi sura ile ya 4 mstari ule wa 9 hadi wa 10. Nitasoma katika jina la Yesu. Karibu. Basi je, uheri huo ni kwa hao waliotahiriwa
au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Alihesabiwaje basi? Alipokwisha kutahiriwa au kabla ya kutahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Naam. Kwa hiyo Paulo anawaandikia Warumi, kanisa la Rumi, kanisa la watu wa mataifa, kama mjumbe aliyeteuliwa na Mungu kuhubiria watu wa mataifa. Anawaambia, je, Ibrahimu alihesabiwa haki kwa kutahiriwa? Kwa matendo yale ya mwili, kwa usafi ule wa mwili, kwa kutahiriwa? Anajaribu kuwaonyesha wale watu wa sheria ambao wanasema hatutakamilika mpaka kutahiriwa. Akauliza sasa swali, je, Ibrahimu alikamilishwa, alikubalika kwa tendo la kutahiriwa? Alikuwa ameshatahiriwa? Ikaonekana hapana. Ibrahimu kabla ya kutahiriwa, Ibrahimu alishampenda Mungu na Mungu alishampenda Ibrahimu, na Mungu akampa agano la tohara. Kwa hiyo Mungu alimpa hilo agano la tohara. Lakini akiwa tayari alishachaguliwa na Mungu kama mjumbe mwaminifu aliyempenda Mungu, na Mungu anaachilia ahadi zake kwa Ibrahim kabla ya hizo tohara. Hebu twende tukamaliza na Mwanzo. Mungu atupe neema ya kutambua haya. Mwanzo sura ile ya 15. Mwanzo sura ya 15 mstari ule wa kwanza, soma hata mstari ule wa 7. Nitasoma katika jina la Yesu. Karibu. Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 17. Mpaka wa 7. Mstari wa 7. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi, likanena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrisi wangu. Mstari wa 4 unasema, neno la Bwana likamjia likanena, huyu hatakurisi. Huyu hatakurisi. Mungu anamkataa nani? Eliezeri kama mtu ambaye atamlisi, kwa sababu Ibrahimu aliwekeza kwa Eliezeri kusema kwamba kila kilicho cha Ibrahimu kilikuwa mikononi mwa Eliezeri, kama kuwa mtu ambaye mwaminifu, wakili mwaminifu ambaye alitumikia katika kusudi la Ibrahimu. Aliishi, alitembea na Ibrahimu kwa miaka ya kutosha. Kwa hiyo Ibrahimu akaamini kwamba labda yeye ndio atakuwa mrithi. Na ndio maana hapa katika ndoto anamuuliza, neno la Mungu linamwijia, anamwambia sasa wewe utakuwa mtu mkubwa sana. Lakini Ibrahimu anamuuliza, nitakuwaje namna hiyo? Nitawezaje kuwapa watu urithi? Huyu mataifa ndiye ambaye atalisi mambo yangu yote, huyu mataifa. Mungu anakataa, anasema hapana, sio huyu. Endelea mstari ule wa 5. Akasema, manzia wa 4, endelea wa 4 kwanza. Nalo neno la Bwana likamjia, likanena, huyu hatakurisi, bali atakayetoka katika viuno vyako. Mungu anamwambia atakayetoka katika viuno vyako, yani mtoto wake
wake wa kuzaa mwenyewe. Huyo ndiye atakayekuwa mrithi wa ahadi za Mungu juu ya maisha yake. Na mimi nasema wewe ni mrithi, kwa sababu Kristo akizaliwa ndani yako una urithi wa Mungu ndani yako, kwa sababu unafanywa upya. Sema amina kama unaelewa sawa sawa. Ahadi za Mungu zinakamilika kwa hao waaminio. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ibrahimu anazungumza na Mungu wazi. Yes. Anamuuliza Mungu, atarisi Eliezeri, huyu ndiye ambaye atakuwa mrithi wa hizo baraka? Mungu anasema hapana. Mungu anasema hapana. Mungu anakataa. Yes. Nenda tena mistari inayofuata. Mstari wa 5 nasema, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Naam. Akamwambia, hivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamwamini Bwana. Rudia hilo neno. Akamwamini Bwana. Rudia tena. Akamwamini Bwana. Rudia mara ya mwisho. Akamwamini Bwana. Hebu inua mkono wako kwa umesema namwamini Bwana. Sema tena namwamini Bwana. Jioni ya leo. Yes. Inua sauti yako, sema jioni ya leo. Sema tena jioni ya leo. Sema tena jioni ya leo. Kuna badiliko kwangu. Sema tena kuna badiliko kwangu. Sema tena kuna badiliko kwangu. Namwamini Bwana. Sema namwamini Bwana. Yuko hapa. Shusha mkono wako. Yuko Mungu hapa. Yesu Kristo. Ibrahimu anasema akamwamini Bwana. Kwa sababu ya lile neno alilomwambia tu. Sio Eliezeri atakayerisi. Yes. Sio Eliezeri atakayerisi. Maana macho ya damu na nyama yalimwonyesha Eliezeri. Lakini Mungu anamtazamisha mbinguni. Anamwambia ainua macho yako utazame nyota za mbinguni, halafu ukazihesabu wewe Ibrahimu uliye mwanadamu. Na kama utaweza kuzihesabu, basi hivyo ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Jamani, yuko mtu anapita kwenye mambo magumu, sawa, lakini Mungu anakutazamisha jambo geni leo, ya kwamba iko nguvu ya msalaba. Jioni ya leo inaweza kubadilisha. Hata kama macho yako ya damu na nyama yanatazama hilo jaribu, hata kama macho yako ya damu na nyama yanatazama hayo mapito, hata kama macho yako ya damu na nyama yanatazama huo uzao, hata kama macho yako ya damu na nyama yanatazama huo uzao, hilo tumbo lako lisilozaa, lakini Mungu anakuinulia macho. Anasema inua macho yako utazame mbinguni leo, jinsi baraka za Bwana zilivyo nyingi za kumwagika na kusaza juu ya maisha yako. Sema amina kama unaelewa sawa sawa. Inawezekana, sawa. Hayo mapito hayapendezi tena, yanakuumiza macho, tena yanaumiza moyo, tena yamekukinaisha, tena yanakuumiza, lakini jioni ya leo Yesu anasema inua macho. Yesu anasema inua macho. Yesu anasema inua macho. Yesu anasema inua macho. Utautazama msalaba, utakuokoa, utakusaidia, utakuinua, utakupa vipawa, utakupa tena karama, utakurudishia heshima, utakurudishia heshima yako iliyopotea. Walio wa imani waseme amina kwa jina la Yesu. Hatuna cha kusaza, hatuna cha kusaza, hatuna cha kubakisha, hatuna, iwe kwenye akili ama iwe moyoni, iwe kwenye mwili ama iwe kwenye huduma, hatuna cha kusaza. Yalioliwa na parale leo hii tunakwenda kuyarudisha. Yalioliwa na madumadu leo hii yanakwenda kurudi. Waliotukataa wataona heshima yetu, wataona heshima yetu, wataona kukubalika kwetu, wataona kibali chetu, wataona tena nyota yetu iking'aa, nyota yetu iking'aa. Maana yuko Yesu aliyeturudishia heshima, yuko Yesu aliyetuahidia ukombozi, yuko Yesu aliyetuahidia kurejesha kwa njia ya imani, kwa njia
njia ya imani, kwa njia ya imani. Walio wa imani wamwekee Yesu makofi. Sikia. Yes. Wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, nilikuwa najaribu kutazama. Ibrahimu anamwambia siku zangu zimekwenda, maana yake nakaribia kufa. Ana miaka zaidi ya 90, anaelekea sasa kwenye kugonga mwamba kwamba sasa anakwenda kufa. Lakini anamwambia Mungu ya kwamba naona Eliezeri peke yake ndiye atakayerithi hizi baraka zote. Lakini Mungu anamwambia mimi naona kiuno chako bado kinaweza kuzalisha. Akamwendea Sara mke wake, akamwambia Sara, naona baraka za Bwana. Bwana anatuahidia ya kwamba tutapata watoto tena kupitia wewe. Sara anamwambia tumbo langu, mume wangu, tumbo langu unajua kabisa haliwezi kubeba mimba kwa sababu nishakuwa kikongwe. Lakini Ibrahimu anamwambia huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi amesema yanaenda kuwezekana, na mimi ninaamini ya kwamba yanakwenda kuwezekana. Sara anamwambia naona faraja unavyoniambia mume wangu, naona raha unavyoniambia. Bwana amekuambia uwe na amani jioni ya leo kufika kwenye madhabahu. Liko neno juu yako, liko neno juu yako, liko neno juu yako. Hili neno sio kwa ajili ya watu wengine, ni wewe unayesikia sauti ya Bwana. Hii jioni ya leo ni kubeba imani. Ibrahimu akaondoka na imani, akaondoka na imani, akamwambia mke wake kwa imani. Yawezekana aliwaambia watu wawili watatu, akawaambia jamani nakwenda kupokea mtoto. Inawezekana alimwambia Eliezeri nakwenda kupokea mtoto. Inawezekana alimwambia na mwingine nakwenda kupokea mtoto. Waliomwangalia walimcheka. Hata Eliezeri inawezekana alimcheka, akamwambia mzee unakupeleka vibaya kwa sababu umri umekwenda, mtoto atapatikana wapi? Lakini watu wa imani, Biblia inaniambia Ibrahimu alimwamini Mungu pekee. Inawezekana umewaambia watu wawili watatu juu ya ndoto zako, wakakwambia unachanganyikiwa. Umasikini ulionao wewe wa kufungua duka, umasikini ulionao wewe wa kuanzisha biashara Kariakoo, umasikini ulionao wewe wa kutoboa kwa watoto wako, sikiliza nikwambie kila alichokuambia Mungu shikilia sawa sawa, shikilia sawa sawa. Wakijipanga kukuangusha, waambie jioni ya leo yuko Bwana. Iko nguvu ya msalaba, iko nguvu ya msalaba yenye kuokoa, yenye kuhuisha, yenye kubariki, yenye kutengeneza upya, yenye kurejesha upya. Waambie jioni ya leo watu wawili watatu ya kwamba maono yangu, ya kwamba ndoto zangu hazitakufa, zitaendelea mbele. Hata kama wanakuwazia mabaya, hata kama wamekuloga jioni ya leo, hata kama yes, hallelujah, hallelujah, chakate yes. Sikia, ziko roho zinazozunguka katika ulimwengu wa roho, ziko roho zinazotembea kwenye ulimwengu wa roho ambazo zinajipanga. Kazi yake ni kuzoofisha ndoto za watu, kazi yake ni kuua maono ya watu, kazi yake ni kuzoofisha maisha ya watu, kazi yake ni kushusha maendeleo ya watu, kazi yake ni kuharibu ile mipango chanya. Na iambia jioni ya leo, kama uko pepo hapa, kama uko roho chafu hapa, kama iko kuzimu hapa, leo hii kwa jina la Yesu tunabadilisha na tunaikamata katika ulimwengu wa roho. Tunaikamata. Kama wako wachawi hapa, wanakamatika leo. Kama ziko nguvu za kuzimu hapa, kama yuko agenti hapa, anakamatika jioni leo. Sasa hivi, sasa hivi, na wala sio kesho kwa jina la Yesu. Maana iko nguvu ya msalaba hapa. Yuko Yesu okoaye hapa, yuko Yesu atengenezaye hapa. Anasema ni kuamini tu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na uone uwezo wa Bwana. Yes, Kristo. Na
na uone uwezo wa Bwana. Yesu Kristo. Yuko Mungu aokoaye. Na huu ufalme wa Mungu uko kwa waaminio na wale wenye kumtafuta kwa moyo wa kujiachilia, wale waliokubali kwenda na Bwana sawa sawa, wale waliokubali kutengeneza na Bwana. Mungu anasema ya kwamba huyo atakwenda naye kama alivyokwenda na Ibrahimu. Hakumhesabia haki kwa njia ya matendo, hakumhesabia haki kwa njia ya sheria, alimhesabia haki kwa njia ya imani peke yake. Mimi sijui zebu lako, mimi sijui kanisa lako, mimi sijui ulikozaliwa, mimi sijui kitovu kifichwa wapi, mimi sijui wewe umepitia mapito gani juu ya habari ya imani. Mimi ninachojua, yuko Mungu wangu, Mungu wa msalaba, anaokoa. Yeye ni mchana kweupe, yeye ni mchana kweupe. Anatengeneza, anamwambia Ibrahimu, nakwenda kukupa neema. Unapita kwenye kansa, kansa haina dawa, ukimwi hauna dawa, lakini Yesu anasema kwake yeye aaminie amekuja kutuponya magonjwa yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumeokolewa, kwa kupigwa kwake sisi tumefunguliwa, kwa kupigwa kwake sisi tumewekwa huru. Rekeshetete, naona neema ya Bwana imsaidie mtu leo jioni. Harebose. Yuko wapi mtu wa imani? Yuko wapi mtu wa imani? Yuko wapi mtu wa imani? Neema yako iko jioni ya leo. Msalaba unakusaidia jioni ya leo. Msalaba unakuponya jioni ya leo. Neema ya Mungu inakusaidia jioni ya leo. Resheketeke. Haribosekataria. Tazama ugonjwa wako sasa hivi. Kuna kitu kinapiga hapo. Kuna damu ya Yesu inapekecha hapo. Kuna damu ya Yesu inafanya jambo hapo. Tazama maumivu ulionayo. Wala usiangalie tena kama jinsi Ibrahimu alivyomwangalia Eliezeri. Anza leo kutazama juu mbinguni. Kuko msaada wako. Upo msaada wako. Upo msaada wako. Upo msaada wako. Kama ofisini kwako hawakuelewi, wala usiwaangalie wao. Huyo bosi wako hakuelewi, wala usiwaangalie wao, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi la kukuweka kwenye hiyo ofisi. Kama ndoa yako inapita kwenye changamoto, wala usimwangalie huyo mwenzi wako, usimwangalie huyo mke wako, usimwangalie huyo mume wako. Anza leo kuitazama mbingu ikusaidie. Wanaotazama mbingu wanasaidiwa na Bwana. Mkabidhi Mungu huyo mume wako, mkabidhi Mungu huyo mke wako, mkabidhi Mungu hao watoto wako. Yeye anatengeneza, yeye anatengeneza. Mkabidhi Mungu hiyo elimu yako, mkabidhi Mungu hiyo kazi yako. Yeye anajua kumkarabati huyo mbaya wako kwa jina la Yesu. Akasema huu ndio urithi wa watoto wa Bwana. Huu ndio urithi wa watu wangu. Kila silaha itakayofanyika juu yao haitafanikiwa. Na mimi natangaza Pasaka hii inakwenda kuondoka na mikuki iliyopiga kwenye moyo wako, mikuki iliyopiga kwenye ubavu wako, mikuki iliyopiga. Yesu anabeba yeye. Kubali kupigwa yeye mikuki hiyo. Kama walikuvika ile taji ya aibu, ile taji ya kukataliwa, Yesu ameibeba yeye. Yesu anaibeba yeye ile taji ya mateso. Leo unaenda kupata kibali, maana yuko Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, inulia Yesu mikono yako juu namna hiyo. Yuko Yesu. Unaweza kusimama pale ulipo, na kama unafuatilia online katika channel hii ya Niko Gospel, upako huu ukuguse popote ulipo kwa jina la Yesu. Ukuguse popote ulipo kwa jina la Yesu. Neema hii kukutana na wewe. Inawezekana upo kitandani, arekosheka. Yawezekana umelazwa. Kwa neema umepitia, unakutana na mahubiri haya ya Myahudi mweusi. Jioni ya leo nasema neema ya Bwana ikutane na wagonjwa kwenye hospitali. Rekoshekata. Yuko hapa ambaye ana wagonjwa mahala. Unaweza ukainua mikono yako akaponywa huyo mtu saa hizi, kwa sababu iko neema inatembea kwenye hili anga, na nguvu ya Mungu haijawahi kuzuiliwa na chochote. Robobos. Inawezekana unaiona changamoto kwa mtu,
jioni ya leo. Aliyemwinua Lazaro, aliyemwinua Lazaro, aliyemponya Bartimayo, aliyeponya wagonjwa waliokataliwa, anaiponya nafsi yako. Na kuimbia Mungu wewe. Yesu shuka! Yesu shuka! Inua mikono yako kwa uzuri. Yuko hapa. Yuko hapa. Yuko hapa. Sema tena kwa uzuri, mwambie Bwana. Mwambie tena Yesu. Tegemea pekee. Mwambie tena Yesu. Hosana. Sema kwa Bwana. Mwambie kwa uzuri. Hosana. Funika macho yako kwa uzuri. Rekashatarabemba mwambie Bwana. Salale, 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 salale. Salale. Unaweza Bwana. Pokea neema jioni ya leo. Pokea Roho Mtakatifu jioni ya leo. Kuna mafuriko hapa yasiyo ya kawaida. Ruhusu moyo wako. Ruhusu moyo wako. Ruhusu. Unaweza. Unaweza Jehova. Mwambie Yesu kwa uzuri. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Kila mmoja mpake sasa Roho wa Bwana. Saa hii ni dakika hizi za kufunguliwa sasa hivi. Sasa hivi, sasa hivi. Ni dakika za kuponywa sasa hivi. Ni dakika za kukutana na Mungu sasa hivi. Ni dakika za kumwona Yesu anatembea sasa hivi. Yuko Bwana, yuko Bwana. Yuko Bwana, yuko Bwana, yuko Bwana. Yuko Bwana, na yaona mafuta yake. Yeye aliyesema na Ibrahimu yuko hapa. Yeye aliyesema yawezekana uchumi unakusumbua. Unatembea kwa miaka ya kutosha. Yuko Yesu hapa. Kijana usiogope. Kijana usiogope. Kijana usiogope. Kijana usiogope. Wala usitazame umri wako. Yuko Yesu ambaye yeye anasema yeye ni mtosherevu. Yeye ni mtosherevu. Yeye ni mtosherevu. Wewe mama mjane usiogope. Yuko Bwana anayesema yeye ni mtosherevu. Yeye ni mtosherevu. Anaweza kukupigania. Anaweza kukuwezesha. Leo watu waombe. Leo watu waombe. Leo watu waombe. Na yaona mafuriko. Na yaona mafuriko. Kila mmoja aombe. Kila mmoja aombe. Kila mmoja aombe. Kila mmoja aombe. Yeketere basaya. Yuko Roho Mtakatifu. Yuko Roho wa Bwana hapa. Yuko Roho wa Bwana hapa. Anakusaidia jioni ya leo. Anakusaidia jioni ya leo. Anakusaidia jioni ya leo. Anakufuta machozi. Yesu saidia Bwana. Ondoa kwenye kongwa nzito. Ondoa kwenye kongwa la dhambi. Ondoa kwenye kongwa la mateso. Ondoa kwenye kongwa la maskini. Ondoa kwenye kongwa la magonjwa. Rekashata, 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 rekashata. Roho Mtakatifu akodome. 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 Yeye akishuka ndiye mfinyanzi wa kweli. Yeye akishuka ndiye anayekarabati. Yeye aliyetengeneza kifua kiuno cha Ibrahimu. Yeye aliyetengeneza tumbo la Sara anaweza kutengeneza kwako. Yawezekana umewaambia watu wamekataa kukusaidia. Yawezekana umewaambia watu wameshindwa kukufikisha kwenye hatima yako. Lakini jioni ya leo, lakini jioni ya leo, lakini jioni ya leo, lakini jioni ya leo hatima yako iko kwa Bwana. Hatima
hatima yako iko kwa Bwana. Watoto waombe, wakubwa waombe. Leo asinyamaze mtu. Iko haja kwenye moyo wako, iko haja kwenye moyo wako. Haya ni mafuriko, haya ni mafuriko ya kukutana na Bwana, haya ni mafuriko ya kukutana na Bwana. Na Yesu anasema anakwenda kwa wale watu wanaolichukua neno la Bwana na kuliamini mioyoni mwao, na kuliamini mioyoni mwao, na kuliamini mioyoni mwao. Hao wanasema ya kwamba atakwenda pamoja nao, atakwenda pamoja nao, atakwenda pamoja nao, atakwenda pamoja nao. Rekeso terebosa ya yuko Bwana, yuko Bwana, yuko Bwana, yuko Bwana. Umeumizwa vya kutosha, yuko Bwana. Bwana mfalme wa falme, Yesu mfalme wa falme, Yesu mfalme wa falme. Tembea katikati yetu, tembea katikati yetu. Yuko mtu anafunguliwa. Na uone uponyaji wa Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Naona mafuriko hapa. Unastahili Bwana. Unaona mafuriko hapa. Achilia neema ya Yesu. Naona mafuriko ya Bwana. Tunakuhitaji mfalme. Yesu wewe ni Mungu. Tunahitaji pendo lako maishani mwetu. Pokea, pokea. Pokea, pokea. Kuzimu inaondolewa. Kuzimu inahamishwa. Kuzimu inahamishwa. Kuzimu inaondolewa. Malango ya kuzimu sasa kazi ni kufungwa. Malango ya kuzimu yanafungwa. Sinaachilia sasa. Sinaachilia sasa. Neema ya Bwana inatembea. Sinaachilia sasa. Iwewe unastahili. Unashuka maishani mwetu. Unashuka Yesu. Msaada, msaada, msaada. Yesu huyu anahitaji msaada. Yesu huyu anahitaji msaada. Yesu anataka umsaidie huyu. Mapito yake yamemwelemea. Mapito yake ni mazito kwake. Mapito yake ni mazito. Anahitaji wewe. Wamemwonea vya kutosha. Wamemwonea vya kutosha. Ninakuhitaji leo. Msaada wako Yesu. Peke yako unastahili. Peke yako Yesu unastahili. Amechoshwa. Amechoshwa na hicho kikomo. 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 Msaada wangu ni wewe Yesu. Nakukimbilia wewe. Amechoshwa. Yesu ni msaada wangu. Sina mwingine wewe. Lango. Funguka lango la kutokuamini. Lango la kutokupokea Roho Mtakatifu. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Lango. La kutokuamini. Funguka. Rekeshe. Mwachie huyo. Mwachie huyo. Mwachie huyo. Mwachie huyo. Rekesha. Ila watu. Fungua malango. Mipaka yako imeibiwa. Jioni ya leo. Saa ya kurudisha. 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 Watu wanarejeshewa. Watu wanarejeshewa. Watu wanarejeshewa. Saa ya urejesho. Saa ya urejesho. Saa ya urejesho. Saa ya urejesho. Nikuone. Wema wako Yesu. Saa ya urejesho. Saa ya urejesho. Yesu na Saa ya urejesho. Pasaka. nahitaji uweza wako. Pasaka. Nahitaji Yesu. Inataka watu. Inataka watu walioachilia. Umeteseka. Mungu na kuazimisha. Vifungo vya kutosha. Jioni ya leo. Kuazimisha Yesu. Jioni ya leo. Shatana maseka. Pengine nimeonekana sifai. Lori kashaka. Pengine nimekataliwa. Rekomoro Pengine Yesu. mawazo yako yalichoka kufikiri juu ya habari ya Mungu na maisha ya wanadamu. Yesu. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Yesu msaada. Jioni ya leo. Yesu msaada. Jioni ya leo. Ni wewe tu. Pokea. 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 Asante Yesu. Pokea kufunguliwa. Asante Yesu. Pokea Roho Mtakatifu. Asante
Yesu. Ulibeba udhaifu wako. Sio ni wengine Yesu, ni wewe tu. Omba nikuombe. Sogea kwenye madhabahu wewe unasema ninayo haja ya kukutana na Roho Mtakatifu. Sogea nikuombe. Unayo haja kukutana na Mungu jioni ya leo. Sogea nikuombe. Nayaona mafuta. Una jambo na Mungu. Wala usisubiri mshauri mwingine. Mshauri ni Mungu. Mshauri ni Mungu. Yeye ndiye mshauri wa ajabu. Hosana Bwana. Hosana Mesia. Winulia Yesu mikono yako glory. Niyapate wapi mafuta ya bure haya?